asante kwa kuwa ni mwema. Naomba ya kwamba Bwana ukanipe usemi jioni hii ya leo. Naamini ya kwamba Bwana kuna mtu anaenda kuinuliwa jioni hii ya leo kwa utukufu wa jina la Yesu. Asante kwa maana umetenda. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen and amen. Kwa hivyo ningependa kushukuru Mungu mara tena na kukaribisha kila mmoja wetu. Kwa hivyo ninajua ya kwamba Mungu anaenda kutubariki katika hii platform of encounter, mahali ambapo tunakutana masaa haya kwa kuweza kujifunza pamoja yale ambayo ni mapenzi na makusudi yake Mungu wetu. Bwana akubariki sana unapojiunga pamoja nami. Kama vile nimesema, baada ya neno la Mungu, iwapo una swali ama unahitaji maombi, tutapata kupatia nambari ambayo tutaweza kuwasiliana nayo, na kisha baadaye tutaweza kuomba pamoja kwa utukufu wa jina la Yesu. Kwa hivyo karibuni sana, Mungu akubariki tunapoungana pamoja. Naam, mnamo siku ya Jumanne tulianza kujifunza juu ya kumjua Mungu wa pekee wa kweli, knowing the only one and true God. Na tukaweza kuona vile hili swala la kumjua Mungu ni swala ambalo la maana ama lilo nyeti sana. Tukaona katika vifungu vingi vya Biblia ya kwamba Mungu mwenyewe anataka wewe na mimi tuweze kumjua, kwani yeye hataki uhusiane na yeye katika hali ya kutomjua. Na tukasema ya kwamba kuna haja ya kila mmoja ambaye ana haja ya kuweza kuwa na ushirika ama kuweza kuwa na uhusiano na Mungu, inampasa aweze kujitahidi ama kufanya juhudi za kuweza kumjua huyu Mungu aliye wa pekee na kweli. Kwa hivyo naamini ya kwamba siku ya leo tunapoendeleza hili somo linaenda kuwa la baraka kwa kila mmoja wetu kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo tuliweza kuangalia maandiko na tukaona ya kwamba Mungu mwenyewe yataka mwanadamu apate kumjua. Tukaona katika kitabu cha Hosea, tukapata ya kwamba neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamia kwa sababu hawanijui. Niliweza kusoma from ile kitabu ya New Living Translation, inasema ya kwamba my people are being destroyed, my people are perishing because they don't know me. Kwa hivyo tukaona ya kwamba Mungu anataka wewe na mimi tuweze kumjua na tumjue vyema na vyema zaidi. Kwa hivyo naamini ya kwamba mpenzi, wewe unaendelea kujitahidi ama kufanya juhudi ama kufanya bidii ya kuweza kumjua huyu Mungu na kumjua kikamilifu. Maana tuliona ya kwamba hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Anataka uhusiane na yeye. Nilisema katika kipindi kilichopita ya kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa na haja ya kwamba aweze kuhusiana na yeye. Na nikasema ya kwamba ndio sababu wakati Mungu alipomuumba mwanadamu aliumba yule ambaye anafanana na yeye, yule ambaye ni mfano wake. Tunaambiwa ya kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa na haja na uhusiano na mwanadamu. Kwa hivyo ilibidi ya kwamba aweze kumuumba yule ambaye anafanana na yeye. Haleluya. Kwa hivyo ni jambo la maana sana wapendwa, kuelewa ya kwamba Mungu anataka wewe na mimi tuweze kumjua. Tunapoangalia katika maandiko mengi kuanzia Agano la Kale, tunaona ya kwamba Mungu amedhihirisha na kuonyesha ya kwamba ana haja mwanadamu apate kumjua. Naomba tusome kifungu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli mlango wa 38 mstari wa 23. Katika lugha ya Kiingereza maandiko yanasema, thus will I magnify myself and sanctify myself, and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord. They shall know that I am the Lord. Kwa hivyo tunapoangalia katika kifungu kama hiki,
tunaona wazi ya kwamba Mungu angetaka ya kwamba kila mwanadamu apate kumjua. Anasema ya kwamba nitajitukuza, nitajitakasa, kisha nitajulikana ama nitajulikana kwa macho ya mataifa mengi, nao watajua kwamba mimi ndimi Bwana. Mungu anataka wewe na mimi tuweze kumjua ya kwamba yeye ndiye Bwana. Kisha tuliangalia tena maandiko katika kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 17. Nasoma kifungu cha 1 hadi cha 3. Na katika vifungu hivyo tukaona Yesu ndiye aliyesema maneno haya. Na maandiko yanasema, these words spoke Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Verse number 3. And this is eternal life, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Hallelujah. Kwa hivyo tunapoangalia maandiko yale, Yesu alikuwa anaomba. In the book of John chapter 17, we find the prayer of Jesus. This is where Jesus indeed prayed. Na aliomba akasema ya kwamba the hour has come, ama saa imekuja, umtukuze mwana ili mwana naye apate kutukuza. Maana ulimpatia uweza juu ya wote wenye mwili ili awape uzima wa milele. Mstari wa 3 ukasema ya kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo ambaye ulimtuma. Kwa hivyo unapoweka nagundua ya kwamba Yesu hata naye pia ana haja ya kwamba mwanadamu huyu apate kumjua, wewe na mimi tupate kumjua huyu Mungu wa pekee wa kweli. There is only one God who is true and who is the only one God who is true. Kwa hivyo tunaona ya kwamba swala la kumjua Mungu ni jambo ambalo ni la maana kubwa sana, ambapo kila mtu anatakana aweze kufanya juhudi za kuweza kumjua huyu Mungu. Tusome pia katika waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 na mstari wa 20. First John chapter number 5 and verse number 20. The Bible says, and we know that the Son of God is come and has given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Hallelujah. In John chapter 17, Jesus anasema, this is eternal life. Uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo ambaye ulimtuma. Tunaona ya kwamba pia katika waraka wa kwanza wa Yohana, pia Yohana anayasema yale maneno ya kwamba huyu mwana wa Mungu ambaye ni Yesu alikuja, na alikuja ili atupatie ufahamu, ili tuweze kumjua yeye aliye wa kweli. Haleluya. Na maandiko yanasema nasi tuko ndani yake, tuko ndani mwa Kristo Yesu. Haleluya. Kwa hivyo maandiko yanasema tuko ndani mwa Yesu Kristo ambaye ndiye wa kweli, na yeye ndiye Mungu wa kweli. Kwa hivyo Yesu alikuja, ama mwana alikuja atupatie ufahamu, to give us understanding, that by that understanding we may know him. Hallelujah. Tumjue huyu aliye wa kweli. My brother, my sister, popote ulipo, nataka nikuweze kushauri ya kwamba katika maisha haya, baada ya Yesu kufanya yote aliyoyafanya, ama baada ya Mungu kufanya yote aliyoyafanya,
Kilichobaki sasa ni juu yako na mimi kuweza sasa kwa juhudi za kuweza kumjua huyu Mungu aliye wa kweli. Ni jambo la maana, ndugu yangu na dada yangu. Hiyo ndio kitu ambacho wewe na mimi tunastahili kufanyia juhudi kila wakati. Nikasema pia kwamba kando na Kristo kuwa na haja ya kwamba tuweze kumjua Mungu wa pekee wa kweli, tukaona pia hiyo mitume wa Yesu, tukaona mitume wa Yesu pia walikuwa na hiyo haja ya kuona ya kwamba wale watakatifu, wale waumini wanamjua Mungu, ili waweze kuhusiana na Mungu ambaye wanamjua, ili waweze kumwabudu Mungu ambaye wanamjua. Remember this, my brother, my sister. God does not want you to worship him in ignorance. Hataki tumwabudu kwa kutojua. Na hivyo ndivyo, ndio sababu naona katika peji za Biblia nagundua ya kwamba swala la kumjua Mungu wa kweli wa pekee ni swala lililo lenye umuhimu mkubwa sana. Kwa hivyo pia tuliangalia mfano wake mtume Paulo, na tukaona pia mtume Paulo alikuwa na haja ya kwamba watakatifu waweze kumjua huyu Mungu wa pekee wa kweli. Na kama tungesoma katika kitabu cha Waefeso, tunasoma kitabu cha Waefeso mlango wa kwanza. Efeso mlango wa kwanza. Na naposoma katika Waefeso mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 15, tukaona huyu mtume Paulo akiwa kwanza anawapongeza hawa watakatifu. Kwa sababu gani anawapongeza? Aliwapongeza kwa sababu number one, waliweza kulinda imani yao kwa Kristo Yesu. Kwa hivyo akasema, tangu niliposikia habari za imani yenu katika Kristo na upendo wenu kwa watakatifu, anasema ya kwamba tangia wakati huo sijakoma kushukuru Mungu kwa ajili yenu. Anasema nimezidi na nimeendelea kumshukuru Mungu kwa ajili yenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ninyi mmeweza kuilinda imani katika Kristo. Namba 2, pia mmeendelea kukaa katika pendo, mmeendelea kupendana kama jamii ya Mungu, mmeendelea kupendana kama watakatifu. Kwa hivyo akazidi kuomba na kusema ya kwamba ninaomba ya kwamba Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo mwenye utukufu awape roho ya hekima na ufunuo, ili mpate kumjua vyema, ili mpate kumjua huyu Mungu vyema. Angalia maombi ambayo Paulo anaombea hawa watakatifu. Aliwaombea ya kwamba Mungu apate kuwapatia roho ya hekima, Mungu apate kuwapatia roho ya ufunuo, ili waweze kumjua Yesu na wamjue vyema zaidi. Na naomba naamini ya kwamba hiyo ndio shauku ya moyo wa mitume wa kweli wa Yesu Kristo. Nilisema ya kwamba mtume wa Yesu Kristo ni yule ambaye anayo shauku kubwa sana ya kuweza kuwaona watakatifu wakiendelea kukua katika kumjua huyu Mungu wetu. Wapendwa, nataka niseme ya kwamba unaweza kuwa uko kanisani pale, unaweza kuwa ni mshirika mzuri sana wa dhehebu fulani pale, lakini swali la maana sana ni kwamba, je, unamjua huyu Mungu ambaye unamwabudu? Pia tuliona mtume Petro akiandika katika waraka wa pili wa Petro mlango wa 3 mstari wa 18, akiwa pia anawahimiza watakatifu waendelee kukua, they may continue to grow, waendelee kukua katika neema na katika kumjua Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo unaweza kuona ya kwamba mitume wa Yesu na watumishi wa Mungu kama vile ilivyo na Kristo Yesu, wote wana haja ya kwamba watakatifu ambao ni wewe na mimi tukaweze kumjua huyu Mungu wa kweli na Mungu wa pekee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo ni jambo la maana sana mpendwa, kuweza kuhakikisha ya kwamba hivyo ndivyo unavyofanya. Kwa nini tunasisitiza ya kwamba tuweze kufanya juhudi na bidii ya kumjua huyu Mungu?
kwa sababu unapokosa kuabudu Mungu ama unapokosa kumjua Mungu, samahani, utapata ya kwamba ibada yako itakuwa na mapungufu. Maana wakati wewe unapokosa kujua Mungu wa kweli, Mungu wa pekee wa kweli, kwanza hebu tuulizane, ni kwa nini maandiko yanazungumzia kuhusu Mungu wa pekee wa kweli? Sababu ni hii mpendwa, kunao miungu wengi, miungu ni wengi. Unapata ya kwamba kuna miungu ya kijamii, kila jamii iko na miungu yao. Wale watu wa Misri walikuwa na Mungu wao ama na miungu zao. Kila jamii, uliona wale watu wa Canaan, for example in the Old Testament, walikuwa na miungu zao. Ukienda katika Agano Jipya unapata ya kwamba wale wa Korintho pia walikuwa na miungu zao. Kwa hivyo watu wanao miungu mingi kabisa katika ulimwengu wa sasa. Napata kuna miungu ya kijamii na kuna miungu ya watu binafsi. Mungu ni kitu chote ambacho wewe mwenyewe katika perception yako unakiona ama unamuona huyo mtu kuwa mwenye uwezo ama kuwa mwenye nguvu ama kuwa kwenye mamlaka, yule ambayo wewe unampa ibada. Kwa hivyo unapata ya kwamba ndio sababu utagundua ya kwamba watu wanaabudu vitu ambavyo si miungu. Kuna watu wanaabudu sanamu, vitu ambavyo vimechongwa, vimetengenezwa na mwanadamu. Tumeona hiyo ikifanyika. Hata tumeona pia watu wakiabudu wanadamu wengine, maana wanawachukua wanadamu kuwa ni miungu zao. Na kwa hivyo katikati ya miungu hii mingi, wewe na mimi tunatupasa tuweze kujua Mungu aliye wa kweli. Tunapoangalia kwa mfano katika Injili ya Yohana mlango wa 4, wakati Yesu alikuwa ameenda katika kile kisima cha Yakobo, maandiko yanasema ya kwamba pale kwenye kisima alikutana na huyu mwanamke ambaye anajulikana na mahali anapotoka, jina lake hajapewa, lakini anaitwa mwanamke Msamaria. Kisha wakati wanapoendelea kuzungumza na Kristo Yesu pale kwenye kisima, tunaona ya kwamba yule mwanamke anamwambia Yesu ya kwamba sisi Wasamaria tunaabudu kwenye milima, lakini ninyi Wayahudi mwasema Yerusalemu ndio mahali watu wanapaswa kwenda kuabudu. Na wanapoendelea kwa mazungumzo yale, unagundua Yesu anamwambia huyu mwanamke Msamaria, ninyi hamjui mnachoabudu, nyinyi hamjui kile mnachoabudu, sisi twajua. Haleluya! Sisi twajua tunachoabudu, kwa kuwa wokovu watokana nasi Wayahudi. Kwa hivyo unagundua ya kwamba hawa Wasamaria kama tu vile ilivyokuwa na Wayahudi, wote walikuwa na bidii na walikuwa na abudu, na kila mmoja alikuwa convinced ya kwamba yule Mungu aliyekuwa na muabudu ndiye Mungu wa kweli. Tunaona Wasamaria wakati ambapo Yeroboamu alipowatengenezea yule sanamu ya ndama akaiweka kwenye mlima wa Gerizim. Kwa hivyo unaona ya kwamba waliendelea kukwea kwenye milima kuweza kuabudu huyo Mungu wao kwenye milima. Tunaona ya kwamba nao Waisraeli ama Wayahudi walikuwa na lile sanduku la Bwana ambalo lilikuwa katika hekalu pale Yerusalemu, ndio ilikuwa inafanya wanaenda kule ili waweze kuabudu huyo Mungu. Haleluya! Lakini tunaona ya kwamba hata hivyo, hata kama walifanya hayo yote, hawakuwa na ufahamu wa Mungu wa pekee wa kweli. Kwa hivyo ndio sababu inasema ya kwamba ni muhimu sana, ndugu yangu na dada yangu, iwapo unajali ibada ambao unaitoa kwa Mungu, basi inamaanisha ya kwamba itakubidi uweze kufanya bidii ya kuweza kuabudu huyu Mungu, na umwabudu Mungu ambaye unamjua. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yesu alimchallenge huyu mwanamke akamwambia kwamba ninyi hamjui mnachoabudu, bali sisi twajua, kwa kuwa wokovu huu watokana nasi Wayahudi. Pia tukaangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Paulo alienda mahali panapoitwa Athene, na alipofika pale Athene kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 17, Paulo anasema ya kwamba alipofika kwenye ule mji akapata ya kwamba hao watu walikuwa wenye dini kweli kweli.
akasema ya kwamba alipokuwa anazunguka akitembea katika ule mji, alipatana na madhabahu, na maandishi yaliyokuwa kwenye madhabahu ile ilikuwa inasema kwa Mungu asiyejulikana. Ukiangalia mstari wa 23, Biblia inasema ya kwamba for as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God, whom therefore you ignorantly worship him, I declare unto you. Kwa hivyo Paulo anawaambia huyu Mungu ambaye mnamwabudu bila kumjua. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Paulo alikuwa amemjua huyu Mungu na alikuwa amemjua vyema. Kwa hivyo akawa ako katika nafasi ama position ya kuweza kuambia huyu Mungu, kwa sababu alikuwa amemjua yeye vyema. Akawaambia ya kwamba huyu mnayemwabudu bila kumfahamu, mimi ninamjua na ninamjua vizuri. Na nataka nikuonyeshe hili kitu moja mpendwa. Katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 3, Philippians chapter number 3, kuna maneno ambayo huyu mtume Paulo aliyasema. Na Paulo ni mtu mmoja aliyekuwa na shauku kubwa sana ya kumjua huyu Bwana Yesu Kristo. Na ndio sababu unapoangalia katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 3, utagundua ya kwamba Paulo anaongea mambo mengi, anaongea kuhusu sifa nyingi alizokuwa nazo. Unaposoma kuanzia mstari wa kwanza pale, taona vile anavyoeleza mambo aliyokuwa nayo, vile alivyokuwa Myahudi kweli kweli, vile alikuwa mweledi, aliyekuwa ameshika sheria kabisa, alikuwa ameshika sheria za dini, vile alivyokuwa hata na bidii kwa ajili ya kuangamiza na kutesa kanisa la Yesu Kristo. Hapo Paulo alikuwa anajua ya kwamba anakutumikia Mungu ama anafanya kazi ya Mungu. Lakini tunaona ya kwamba alipookolewa ama alipotambua ya kwamba kuna kitu ambacho ni zaidi ya ile masomo yake ama elimu yake, kitu ambacho ni zaidi ya kuwa Myahudi, ya kuwa ya kuwa kwamba alizingatia na kufuata sheria zote za Wayahudi. Aligundua ya kwamba kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa bora kuliko hayo yote, na hayo unaweza kuyaona anayozungumzia. In fact, alifika mahali alipogundua ya kwamba kuna kitu kilicho bora zaidi kuliko vitu vyote. Akahesabu mambo haya yote ambayo mbeleni yalikuwa ni ya faida kwake, lakini sasa kwa sababu kunacho kile ambacho ni bora kuliko haya yote, tunaona ya kwamba sasa anasema ya kwamba alihesabu haya mengine yote kuwa hasara. Kwa nini alihesabu kuwa hasara? Alihesabu yote kuwa hasara kwa ajili ya kile kilichokuwa bora alichokuwa amekipokea. Katika ule mstari wa 8, kuanzia mstari wa 8, Biblia inasema ya kwamba what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Hallelujah. Anasema ni kuna kile ambacho ni kikubwa, kile ambacho ni kizuri, bora zaidi, kile ambacho kilicho bora. Anasema ya kwamba is knowing Christ Jesus my Lord. My brother, my sister, ukiweza kufika kiwango hicho ambacho unaweza kupata ya kwamba ama kujua Kristo itakuwa ni bora kuliko mambo yote, then you will have grown to some level ambayo sio kiwango cha kawaida. Maana katika maisha kuna vitu watu wanadhamini, kuna vitu ambavyo watu wanataka, kuna vitu watu wanatafuta. Wengine wanatafuta mali, wengine wanatafuta sifa, wengine wanatafuta majina makubwa, wanatafuta umaarufu. Lakini Paulo anasema ya kwamba alipogundua ya kwamba kuna kitu kinachoitwa kumjua Kristo Yesu Bwana, akasema hiyo akapata
ilikuwa bora kwa mambo yote, na ndio sababu anasema akahesabu yale mambo mengine yote kuwa hasara. Je, unaweza kufika kiwango kama hicho ndugu, ambapo masomo yako nasema si zaidi ama si bora zaidi kuliko kule kumjua Kristo Yesu? Naomba Mungu atusaidie sana. Kwa hivyo Paulo anaendelea kusema katika maandiko hayo, anasema for whose sake I have lost all things, I consider them garbage, that I may gain Christ, hallelujah, and be found in him. To gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Verse 10, very key. Hebu naomba tusikize hii vizuri. I want to know Christ. Hallelujah. I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection and participation in his sufferings, becoming like him in his death. Verse 11, and so somehow attaining to the resurrection from the dead. Hallelujah. Unapoangalia kile kifungu cha 10, mtume Paulo anasema I want. In other words, he has resolved, he has made us his mind. Amesema besides ama kando na vitu vingine na mambo mengine, kuna kitu moja ambacho nataka. I want to know Christ. I want to know, nataka nimjue Kristo na nguvu za kufufuka kwake. Anasema nataka niwe mshirika katika mateso yake. Anasema anataka hata hivyo aendelee sasa, aendelee kubadilishwa na kufanana naye katika mauti yake. Hallelujah. Look at that, my brother, my sister. Na ndio sababu kutokana na hii azma aliyokuwa nayo ya kutaka kumjua Kristo Yesu, alipofika Athene ama alipofika mahali ambapo kulikuwa na watu ambao walikuwa na mwabudu Mungu wasiyemjua, aliweza kuwaeleza kwa ujasiri, akamwambia kwamba huyu Mungu mimi ninamjua, huyu mnayemwabudu bila kumjua mimi namjua, kwa hivyo nitawaambia habari zake. Wapenzi, nataka kusema ya kwamba ndugu na dada yangu, ukiweza kufika kiwango cha Paulo alifika, kuhesabu mambo mengine yote kuwa hasara kwa ajili ya Kristo Yesu, basi wewe utakuwa mtu ambaye umepiku watu wengine katika maisha ya sasa. Maana nimesema ya kwamba katika maisha ya sasa watu wanashughulika na kutafuta vitu, watu wanashughulika na kutaka vitu, lakini Paulo anasema nataka nimjue Kristo Yesu. Siyo ikuwe shauku ya moyo wako kuanzia siku ya leo. Na wakati unapoendelea kuwa na hiyo shauku, nilikwambia kwamba vivyo hivyo ndivyo Mungu mwenyewe ama Kristo mwenyewe atakavyoendelea kujidhihirisha kwako ili uweze kumjua. Wiki iliyopita tulikuwa na kongamano hapo Webuye, na hilo kongamano tulikuwa tunazungumzia kuhusu kumfunua ama kumdhihirisha Yesu kutoka kwenye maandiko. Maana katika maandiko Yesu ni siri ambaye anahitaji aweze kufunuliwa. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, nikasema ya kwamba kule kumjua Mungu ama kupata ufunuo wa Kristo inategemea na uhusiano ulionao. Una uhusiano kiwango gani? How close are you to him? Maana nilisema ya kwamba unajua, mtu katika hali ya kawaida hawezi kuambia mtu mwingine mambo ya siri ama mambo ya moyo wake iwapo huyu mtu si wa karibu na yeye. Mtu aliye karibu na yeye na wewe ndiye unayekuwa na uhuru, because there's that trust. So God can only trust us ikiwa sasa nasi pia tuna uhusiano wa karibu na yeye. Lakini tusipokuwa na uhusiano wa karibu, itakuwa vigumu sana yeye kuweza kutuamini. Na tunaona ya kwamba huyu mtume Paulo, wakati ambapo alipotaka kumjua Mungu, hivyo ndivyo alivyomjua. Maana kile ambacho unachokitaka kwake Bwana mpendwa, hicho ndicho Mungu anakupa. Nikasema ya kwamba the reason why watu wengi hatumjui Mungu ni kwa sababu uhusiano wetu na yeye si ule wa karibu. Sababu sisi hatumjui Mungu, kwa sababu sisi hatuhusiani na yeye vizuri,
Ndio sababu tunakosa, tunakuwa tu kama wale watu wengine wa kawaida. Yesu aliambia wanafunzi wake, kuna siku moja ambao Yesu alikuwa amefundisha halaiki kwa mfano. Siku moja akatumia mfano ama msemo kuhusu mpanzi aliyeenda kupanda mbegu. Zingine zikaanguka kwenye barabara, zingine zikaanguka kwenye miiba, zingine zikaanguka katika zingine zikaanguka kwenye mwamba. Kwa hivyo wakati walipotoka mahali pale, sasa Yesu akiwa na wanafunzi wake peke yake, wanafunzi wakamuuliza kwa mbona aliwaamua kwamba aweze kusema kwa mafumbo hivyo. Na Yesu akawaambia ya kwamba kwa watu wengine mambo yatawekwa kwenye mafumbo, akawaambia lakini kwenu ninyi mambo yote yatawekwa wazi. Kwa hivyo unapokuwa mwandani wa Yesu, unapokuwa na uhusiano wa karibu wa dhati na Yesu, hapo ndipo unapata ya kwamba Kristo anapata kujifunua kwako, ndugu yangu, na anapoendelea kujifunua kwako ndivyo unavyoendelea kumjua zaidi. Kwa hivyo naona ya kwamba wakati hii inapofanyika, unagundua ya kwamba unakuwa na advantage kwa watu wengine, wale ambao hawana uhusiano na Kristo Yesu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka tuendelee tuangalie kitu kingine. Ni nini hufanyika kwa mtu yule ambaye amemjua Mungu? Hebu niite ya kwamba ni faida za kumjua huyu Mungu, kwa maana kila kitu ama uhusiano wetu na Mungu ni sharti uwe na nini? Uwe na faida. Utafaidika na nini? Utakuwa bora kwa njia gani kuliko wengine kutokana na kule kumjua huyu Mungu? Naomba tuangalie kidogo kitabu cha Danieli mlango wa 11, Daniel chapter number 11, na nataka tuweze kusoma mstari wa 32, verse number 32. Hallelujah. Naam, neno la Mungu lasema verse 32, Biblia inasema ya kwamba with flattery he will corrupt those who have violated the covenant, but the people who know their God will firmly resist him. Tafsiri ingine ya King James inasema those who know their God shall be strong and they will do exploits. Hallelujah. Kwa hivyo tunapoangalia katika maandiko haya tunagundua ya kwamba mtu ambaye amemjua Mungu si mtu wa kawaida. Kuna mtu aliyeniambia jambo fulani na nikalishika sana. Aliniambia ya kwamba kuna aina 3 ya watu ambao hao watu ni hatari. Hao watu watatu ni hatari. Na akaniambia mtu wa kwanza ambaye ni hatari ni mtu aliye na mamlaka. Mtu aliye na mamlaka, one in authority. Maana yake ni kwamba mtu anapokuwa kwenye mamlaka na anaweza kutumia mamlaka yake kuangamiza watu wengine. Yaani anapeana tu habari, anasema nataka huyu mtu aangamie ama huyu mtu auawe. Na unaona kweli huyo mtu amefanya, ameenda. Ama akasema ya kwamba nataka huyo mtu afanyiwe kitu fulani, because he is an authority. And always when somebody in authority anapoongea, anasikizwa na wale walio chini yake. Wale walio chini yake watafanya vile anavyotaka. Kwa hivyo nikaambiwa ya kwamba mtu wa kwanza ambaye ni hatari ni mtu aliye kwenye mamlaka, si mtu wa kuchezewa. Number 2, akaniambia mtu mwingine ambaye ni hatari ni mtu aliye na pesa. Maana mtu aliye na pesa anaweza akatumia pesa zake kuangamiza wengine ama kuhujumu wengine. Anaweza kufanya chochote na pesa yake, anaweza kununua chochote na pesa yake. Kwa hivyo mtu aliye na pesa ni mtu hatari. Number 3, akaniambia mtu mpumbavu, a foolish person. A foolish person is a person who doesn't reason, right? Ni mtu ambaye hawezi kufikiria, ni mtu ambaye hawezi kuwaza. Akiambiwa nataka hiyo nyumba iangushwe, ataanza kuangusha nyumba bila hata kuuliza kwa nini, bila kuuliza sababu ni nini.
bila kuuliza. Yani he doesn't think, hana wakati wa kufikiria, yeye ni kufanya kile ambacho amefanya nini, ameambiwa. Sasa hivi katika taifa letu tuna hii shida ya watu magaidi. Sasa tunaona visa vya magaidi all over the place, hooligans, goons all over the place, and we can see the damage and the destructions goons are doing today. Tunaona hatari iliyopo, tunaona mambo ambayo vile yanavyofanyika, kwa sababu goons ni watu ambao wananunuliwa, na wanaponunuliwa wanaambiwa kufanya mabaya, hata hawawezi kufikiria na kuuliza mbona kufanya hili na lile lingine. Sasa hivyo hawa watu watatu, huyu mpendwa akaniambia ni watu walio wa hatari. Lakini sasa nikakuja nikagundua baadaye ya kwamba kunaye mtu ambaye ni hatari zaidi ya hao wote, na mtu aliye hatari ya wote sasa ni yule anayemjua Mungu. Haleluya! Yule ambaye anamjua Mungu. Huyo mtu si mtu wa kuchezewa. Kuna watu kadhaa katika maandiko ambao tunawasoma ama tumewasoma ambao walimjua Mungu wao. Mfano wa kwanza ni nani? Ni wale ndugu watatu wa Kiebrania ambaye wanaitwa Shadraka, Meshaki na Abednego, wale ambao walitishiwa, moto umewashwa, katishi wakaambiwa kwamba msipofanya vile mfalme anavyotaka basi tanuru la moto lipo tayari. Lakini hawa ndugu walikuwa wamejua Mungu wao. Haleluya! Wakamwambia mfalme, tunajua Mungu wetu, hata ukitupa kwenye moto sisi hatuko tayari, hatutaabudu miungu wengine, hatutaabudu sanamu zako ewe mfalme, ijulikane wazi, kwa maana tunajua Mungu wetu anaweza ama ataweza kutuokoa kutoka kwa makali ya moto. Haleluya! Walikuwa wajasiri, they faced the king. Wakamwambia mfalme ya kwamba we know that our God will deliver us from the fire. Haleluya! Walikuwa wamejua hiyo vizuri sana. Kwa hivyo mtu ambaye anamjua Mungu wake, huyo mtu hakika ni mtu ambaye hawezi kutishwa na chochote, maana anajua uwezo wa Mungu, maana anajua nguvu za Mungu, maana anajua mamlaka ya Mungu, na kwa hivyo anakuwa mjasiri. Ndio sababu Biblia imesema ya kwamba those who know their God will be strong and do exploits. Glory be to God. Kwa hivyo ningependa tuweze kujua ya kwamba wakati wewe unapomjua Mungu unakuwa mjasiri, hawezi kuwa muoga, utaweza kusimama imara na kuweza kusimama kwa huyo Mungu, hata kama kuna hatari yoyote, hata kama kuna vitisho vya aina yoyote, utasimama imara kusema ya kwamba ninamjua Mungu wangu. Paulo akaandika katika waraka wa Timotheo, jina Bwana libarikiwe sana. Paulo akaandika akisema ya kwamba yeye aliteuliwa na Mungu kuwa mtume, kuwa mhubiri na kuwa mwalimu wa watu wa mataifa, na akasema ya kwamba kwa sababu hiyo aliteswa ama kwa sababu hiyo aliteseka. Ningependa tuweze kusoma the book of Timothy, alafu tuone yale maneno ambayo mtume Paulo anayasema, na jina la Bwana litapata kutukuzwa zaidi na atapokea utukufu wote kwa jina la Yesu Kristo. 2 Timothy chapter number 1, Timotheo wa pili mlango wa kwanza and mstari wa 11 na 12. Maandiko yanasema, and of this gospel I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am. Yet this is no cause for shame. Hallelujah. Because I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. Hallelujah. Paulo anasema katika maandiko nimeyasoma hapa ya kwamba mimi anasema ya kwamba kwa ajili ya Injili niliteuliwa kuwa mhubiri, kuwa mtume na mwalimu, na anasema ndio sababu ninateseka vile ninavyoteseka. Haleluya. Anasema lakini hata hivyo sioni haya, anasema sioni haya kwa sababu ninamjua yule ambaye
nimemwamini na ninasadiki ya kwamba anaweza kulinda kile ambacho nimeweka amana kwake. Ninapotamatisha mpendwa, haleluya, nataka nikuambie ya kwamba kumjua Mungu kutakufanya kuwa mjasiri, na utakapokuwa mjasiri utapata ya kwamba hakuna chochote kitakachokutisha. Na kuacha nikuambia ya kwamba mpendwa, hebu fanya juhudi na bidii za kuweza kumjua Mungu ili upate ujasiri wa kusimama na ushuhuda wa Kristo Yesu, na pia ibada yako iwe ibada iliyo ya maana, kwa sababu unamjua yule ambaye unamwamini. Ningependa niweze kutamatishia pale ili tuweze kuomba pamoja kwa jina la Yesu Kristo, halafu tutaweza kutamatisha kwa utukufu wa jina la Yesu. Napenda tuweze kuomba. Baba Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mfalme, tunakuinua kwa sababu ni mwema. Asante kwa kutupatia nafasi ya kuweza kushiriki neno lako. Asante Mwokozi kwa kunena nasi. Asante kwa kutusaidia na kuweza hata kujifunua kwetu, hasa kupitia kwa neno lako. Baba, naomba ya kwamba ndani ya moyo wetu kukakuwe na shauku ya kutaka kujua wewe zaidi. Juhudi tunazozifanya mara kwa mara ziwe ni kwa ajili yako wewe na kwa ajili ya kukujua wewe. Msaidie kila mmoja wetu ambao amefuatilia katika makala haya, Bwana. Naamini ya kwamba Bwana unaenda kutenda mema. Fungua macho yake apate kukuona, Bwana. Kila asomapo maandiko Bwana akapate kukuona na kufahamu. Jina lako libarikiwe, linuliwe. Asante kwa sababu ya kituo hiki cha Encounter TV, Bwana, kituo ambacho Bwana umetupatia kwa ajili ya kushiriki na mataifa ujumbe huu. Jina lako libarikiwe na liinuliwe. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen and amen. Mpendwa, ningependa kukushukuru sana kwa kuweza kujiunga pamoja na mimi mara tena. Majina yangu ni Samuel Baraka Mbalanya, niko katika mji wa Webuye. Webuye iko katika jimbo la Bungoma, magharibi mwa Kenya. Ningependa kukusihi wewe popote ulipo, ungependa kusimama nasi katika huduma hii, ili huduma hii ipate kuendelea kueneza neno la Mungu, kufundisha neno la Mungu na kufunua Kristo. Kwa hivyo naamini ya kwamba sadaka yako ni ya muhimu sana kwa ajili ya kuweza kutusaidia kuendeleza neno hili. Na kwa sababu sasa ningependa utumie zile nambari unazoziona katika skrini yako hapo. Unazotumia hizo namba kuweza kutuma sadaka yako ili ikapate kutusaidia kuendeza hii habari njema, ili tuendelee kuleta habari njema kupitia hewani, na jina la Bwana litabarikiwa. Asante sana kwa nyinyi nyote ambao mnafanya hivyo kwa kuweza kusapoti kazi. May the Lord God Almighty bless you and do you good. God bless you and do you good. Tutapata kukutana katika makala mengine kwa utukufu wa jina la Yesu. Asante na Mungu akubariki. Shalom and shalom. Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Blessed.